Na msalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, wapenzi na wafuatiliaji wa channel ya Tiba Facts Online TV. Leo bwana, ni siku nyingine tena tumekutana katika darasa, na inshallah leo tutakuja kufundishana dua ya kumfanya mtu atiiwe na binadamu, pia atiiwe na majini. Na tutakuwa katika elimu ya barahati, elimu ya barahati. Nimeulizwa swali na bwana mmoja, nafikiri atakuwa ni mgombea huyo, anakwenda kugombea katika masuala ya uchaguzi, hususan wale wanaofanya uchaguzi mwaka huu katika nchi ya Tanzania, wabunge, madiwani mpaka marais. Sasa huyu bwana yeye ana mpango wa kufanya hivyo. Aliniuliza kwamba je, shehe, kuna dua yote naweza nikaifanya nikawa natiiwa na binadamu? Nikasema sio binadamu tu, hata majini wanakutii. Ipi hiyo? Nikasema basi unifuatilie katika klipu kwenye channel ya YouTube, nitakwenda kufundisha huko. Inawezekana hili jambo watu wengi wakawa wanalihitaji lakini hawajui wanalipataje. Sasa katika elimu ya kitabu kupitia elimu ya barahati kuna dua. Katika yale majina 28 ya barahati kuna namna ya kuyatumia yale majina ya barahati na mtu akaweza kutiiwa na binadamu, lakini pia akatiiwa na majini. Na dua hii nimeshaifundisha muda mrefu sana, na kuna bwana mmoja aliwahi kuniomba nimwandikie. Yeye anatokea nchi ya Kenya. Lakini kwa bahati mbaya ukinishughulisha mimi lazima utagharimika. Kwa hiyo ukisema nikuandikie basi ujiandae kugharimika. Sio kwamba labda nitatumia muda wangu kukuandikia alafu wewe usigharimike chochote, lazima hapo upaelewe. Ila mimi nitakufundisha namna ya kuifanya. Ukiweza fanya, ukishindwa utamtafuta mtu anayeweza kukuandikia inshallah. Mwisho, kabla sijaingia kwenye somo, ni kwamba ile ofa imebakisha siku 2 tu kutoka sasa. Baada ya siku 2 hizi ofa itakuwa ni yenye kuisha, na hakutokuwa na ofa yenye itakuwa inatumia muda mrefu na bonus kama hizi. Ofa ilikuwa inahusu vile vitabu 12 kwa shilingi 1045 badala ya 185. Unalipia 1045 kwenda namba moja hapo katika hizo 3, kisha unanitumia screenshot ya muamala huo au unaupiga picha, kisha unatumiwa vitabu hivyo kwa mfumo wa soft copy, yani kwenye simu, kwa WhatsApp au email. Sasa wengine wameshafanya na kuna baadhi ya wengine wanatamani waipate ofa, lakini ndio hivyo, siku zinakwenda. Mimi nimelitoa siku nyingi kidogo, lakini nikasema ofa hii itaisha mwisho tarehe 1 mwezi wa 4. Kwa mpaka sasa nikipiga hesabu ni kama siku 2 ofa inakuwa imekwisha. Kwa hiyo inshallah, kwa wale ambao bado hawajapata nafasi na anatamani kumiliki elimu ya vitabu, hususan vitabu vya mitishamba, barahati, elimu ya Qur'ani, abjadi na elimu zingine zote ambazo tunajifunza katika chaneli hii, basi ajitahidi kulipia kabla ya wakati huo. Kwani mtu akija akalipia katika wakati utakaokuwa umekwisha, yani kuanzia tarehe za mwisho, yani tumesema tarehe 1 ndio mwisho, ukaja tarehe 2, basi huenda hiyo ofa usiipate. Kwa kuja tarehe 2 na hiyo 1045, nitakupigia tu hesabu ya vitabu ambavyo vinagharimu pesa hiyo, kisha utatumiwa. Kama ni 2, kama ni 3, basi utalipia, utatumia vitabu vyenye unavihitaji. Lakini hautovipata vyote. Ila saa hizi ukipata nafasi unaweza ukalipia kisha ukatumiwa. Kwa hiyo utaratibu ndio huo, na ukishalipia kupitia namba moja hapo katika hizo, unanitumia screenshot ya huo muamala kwenda kwenye WhatsApp katika namba moja hapo katika hizo. Ndio utaratibu. Sasa tuende kuangalia namna gani ya mtu anaweza katiiwa na viumbe kama vile binadamu na majini. Na hii katika kutiiwa, hata wale wanaofanya kazi maofisini, unakuta kama watu walikuwa wanakudharau, wanakuona wewe ni wa kawaida, basi utashangaa wanakuwa ni wenye kukutii, wanakuwa ni wenye kukuheshimu. Na hata kama unakwenda kuomba kazi au kufanya interview, lazima utapita. Nakumbuka bwana, kipindi nimemwandikia mtu huyu wa Kenya, alinishukuru sana, akasema shehe, nilikuwa kila nikienda kutafuta kibarua naonekana kama vile mtu wa kawaida tu, lakini saa hizi ofisi yote nitakayofika, hata kama kuna foleni, lazima nitapewa upendeleo
mimi nitakuwa ni mtu wa nini? Mtu wa kupewa nafasi nihudumiwe ndio niondoke. Yaani mpaka najishangaa nimekuaje? Utasema hapana, wewe usijishangae. Ni hiyo dua unayoitumia. Wewe hapo unakuwa unatembea na mahudamu wengi. Kwa hiyo unapofika pale unaonekana ni mtu mwenye kutisha, ni mtu mwenye kuheshimika, na wanaona kwamba wewe ndio unastahili kufanyaje? Kuhudumiwa kabla ya watu wengine wote. Kwa hiyo ni dua moja nzuri sana na namna ya kuifanya ni rahisi. Katika majina Barati kuna yale majina ya mwanzoni kabisa, jina la kwanza, la pili, la tatu, la nne, lile jina la Turan. Katika jina la Turani ndipo kuna dua. Tena katika kipengele cha kwanza kabisa, kwa kama una kile kitabu cha Barati unaweza kwenda kusoma kile kipengele cha kwanza ambacho kinasema mwenye kutaka kutiwa na watu na majini. Lakini jina hilo lina kazi nyingi. Kuna kutekelezewa haja yako baada ya kudhulumiwa. Kama mtu kakudhulumu unataka kulipe au kutekelezee, kuna namna ya kulitumia jina hilo. Lakini pia kuna kumtoa mtu kifungoni, kama mtu amefungwa, kuna namna ya kulitumia jina hilo na mtu akatoka. Na mimi hichi kipengele nimeshawasaidia wengi wakatoka katika vifungo vyao. Lakini pia kuna kuondoa mashetani na kubatilisha uchawi katika mwili. Lakini pia kuna kupendwa na kukubalika katika jamii. Hizo ni miongoni mwa kazi za jina la 4 la Turan. Sasa mwenye anataka majini na binadamu wamtii kwa jambo lolote, yani kutiiwa na kuzungumza, sio kwamba utafika utapiga makofi. Yani wewe katika haja zako zozote zile utakazokuwa ukizihitaji kwa binadamu zitakuwa ni zenye kutekelezeka kwa wepesi. Kama wewe ni kiongozi unagombea, ukisimama unazungumza, watu wote wanapigia makofi, watu wote wanakusikiliza na watu wote wanaamini maneno yako ndio ya ukweli tofauti na wengine. Katika upande wa majini, kwa mfano kwa wale ambao wanakuwa wanafanya shughuli za tiba, hii ukiweza kuitumia hii njia, hata ukimshika tu mtu majini hivi katika kichwa chake ukawaamuru wale majini waondoke, ni muda huo wanaondoka. Lakini pia wewe utakuwa ukipita mtaani, vibwengo, vizuka, vinyamkela ni kukimbia vibaya sana. Lakini pia wale watu wenye nia mbaya au wale watu wenye wana mambo ya kichawi yale, wanakuwa si watu wenye kukusogelea kwa wepesi. Ndio ile utakuta mtaani mtu unapita, wanakusonta video, unamuona huyo mtu hatari sana, unamuona huyo mtu hivi. Kwa hiyo mambo yakianza kusemwa, basi ujue hayo mambo tayari yashakubalika katika ile dua yako. Sasa unafanyeje? Cha kufanya ni kwamba iwapo kama unahitaji majini na binadamu wa kutii kwa chochote kile utakachukua, unawaamrisha, ima ni watu au majini, unamwamrisha na usipingwe na mtu yoyote. Basi utaliandika jina hili la 4 la Turani katika karatasi nyeupe kwa kalamu ya kawaida kwa idadi ya mara 5. Yaani unaandika Turan kwa idadi ya mara 5 kwa lugha hiyo ya Kiarabu hapo. Kisha chini ya hilo jina la Turan unaweza kuandika kwa ulalo wa mstari. Yani tunamaanisha kama karatasi unaandika kutoka, yani kwa sababu Kiarabu kinaandikwa kutoka kulia kwenda kushoto, Kizungu kinaandikwa kutoka kushoto kwenda kulia. Kwa hiyo unaweza ukaandika kutoka kulia kwenda kushoto Turan, ukaenda ukaruka kidogo nafasi ukaenda na Turan kwa idadi ya mara 5. Ukishaandika hapo, unatakiwa uandike utakapoandika jina hilo la 4 kwa idadi ya mara 5 katika karatasi nyeupe, ila karatasi iwe ni ile ya white paper kabisa, ile yenye haina mistari. Kisha chini yake sasa utaacha nafasi kidogo, chini yake utaandika zile aya 4 za mwisho za suratu Hashri, kuanzia aya 21 mpaka 24. Suratu Hashri ipo ndani ya Qur'ani. Hii sura ipo ndani ya Qur'ani, suratu Hashri. Zile aya zinazoanza kwa kusema baada a'udhu billahi minash-shaytanir rajim, bismillahir-rahmanir-rahim, zinasema lau anzalna hadha al-Qur'ana ala jabali ra'aitahu khashyan mutasadian min khashyatillahi wa tilka amtharu nabwaribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahada huwa arrahmanur rahim. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul qudusu salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbiru subhanallahi amma yushrikun. Wallahu al-khaliqul baliu musawwirullahu al-asmaul husna
yusabbihu Allahu ma fi samawati wal ardh wa huwa al-azizul hakim. Na hizi aya hizi hata kama mtu amepandisha jini, ukimsomea tu hivi, ukimsomea umemshika kichwani, pale pale majini wale wanakimbia na wanaweza kupiga kelele sana. Ni maneno mazito hayo. Mimi kwa siku moja nilikuwa namsomea mtu dua, nikakariri hizi aya mara nyingi sana, kuanzia hapo kwenye lau anza na hadhari Qur'ani arajabari. Mwenyezi Mungu anasema lau kama hii Qur'an tungeiteremsha katika milima, ungeiona ikitetemeka na kupasuka pasuka kwa hofu ya Mwenyezi Mungu. Nilipokuwa nikisoma haya nikaikariri mara nyingi, ile nyumba nilikuwa nafanya dua ilichanika, litokea tetemeko ikachanika pale pale. Nilishtuka sana. Kwa hiyo kitu kidogo hichi, sio kachukulia kawaida hii. Hii ni Qur'ani shehe. Yaani ilichanika, ilitokea tena tetemeko. Muda huo nafanya dua ilikuwa mida ya saa 8 kuelekea saa 9 usiku. Ilichanika, nikakumbuka kwamba nachokisoma ni kitu kizito mno. Mwenyezi Mungu mwenyewe ameshasema kwamba laiti kama hiyo Qur'an ningeishusha katika milima, basi ungeiona hiyo milima ikipondeka na kusagika kwa kunyenyekea maneno ya Mwenyezi Mungu. Lakini tumeshusha kwenye vifua vya binadamu, wala wenye binadamu hawajali kabisa. Alikuwa anapiga mfano. Kwa kuanzia hiyo aya ya 21 mpaka ya 24 zinaandikwa. Zikishaandikwa chini ya hayo maneno matano ya Turani, chini yake tena kidogo unaandika ile herufi ya Hamza. Herufi ya Hamza ipo katika zile alfabeti 28 za Qur'ani, yani ile alifu bete thejim. Kule mwishoni kabisa kuna Hamza ye wa salam, yani Hamza ye wa salam ni herufi kama ya mwishoni kabisa kule. Kwa hiyo Hamza inaandikwa chini, yani baada ya kuandika hizo aya 4 za mwisho, kwa chini pale ndio unaandika hiyo Hamza. Kishaandika hiyo Hamza kwa idadi ya mara Hamza inaandikwa kwa idadi ya mara 7. Ukishaandika kwa idadi ya mara 7, kisha unatakiwa upate ubani, yani hiyo karatasi imeshaandikwa, alafu unatakiwa upate ubani kandari. Ubani sandarus. Ubani sandarusi unapatikana katika maduka yote yanauza dawa za asili. Unaitwa ubani sandarus. Na ubani ndio unahusika na masuala ya kutiwa. Nilikuwa nimekosea kidogo kusema ubani kandari. Ubani kandari unahusika kwenye masuala ya kupendwa au kujali mambo mazuri. Sasa ukitaka mtu akutia au mambo ya kutiishana ni ubani sandarus. Kwa utakwenda kwenye duka la dawa za asili utanunua ubani sandarus. Sasa kuna wale wengine wasema sishe huku kwetu haupo huo ubani, bora kwa kweli uagize pahala unapatikana. Na wala sisemi uagize kutoka kwangu, agiza sehemu yoyote unaojua ubani utaupata. Kwa hiyo kisha upata huo, unatokea unachomwa huo ubani katika kitezo, kifuu cha nazi au katika bakuli, alafu unakuwa unapitisha ile karatasi yenye maandishi. Kule kwenye upande wenye umeandika yale maandishi ndo unakuelekeza kwenye ule moshi wa ubani unapokuwa umeuasha, unapiga katika upande wa maandishi. Kipindi unapiga ule moshi unapiga yale maandishi, unakuwa unakusudia yale kwa unahitaji, kwamba mimi nahitaji kutiwa na binadamu, nahitaji kutiwa hivi, nahitaji kuwa hivi, nahitaji kuwa vile. Yale yote yenye unataka yatiwe kupitia dua hiyo utazungumza hapo. Ukishamaliza basi karatasi hiyo unatakiwa ufanyeje? Uikunje vizuri, uhifadhi kwenye pochi au kwenye wallet au kwenye mfuko wako wa shati au suruali, pale penye unataka kwenda kufanya labda jambo lako, unaenda kwenye ofisi fulani utiwe, au unaenda kazini, au unaenda kwenye biashara, au unaenda kwenye mkutano, basi beba karatasi hiyo. Utashangaa mambo yatakayokwenda kutokea huko. Sasa kuna swali waga mnaulizwa sana, shehe niandike kwa kutumia kalamu gani? Hii ndugu zangu haina kalamu. Yoyote ile inaweza kutumika. Ndio maana nasema hata mtu anaweza akakuandikia akakutumia hata kwa njia ya WhatsApp, akishakutumia kwa njia ya WhatsApp ile karatasi, basi unakwenda kuprint. Hata kama ataiandika kwa mashine, yani tunamaanisha kompyuta, lakini
akakutumia kwenye WhatsApp, unaweza ukaenda ukaiprint ile karatasi. Ukisha print, kazi yako pale ni kwenda kuifusha kwenye ubani na kutia manuizi yako kwa kuzungumza kipindi unaifusha, then inaingia kwenye matumizi. Nilisema hapo awali, kama mtu atakuwa hajui kuandika, basi amtafute mtu anayejua kuandika, na kama haujui utampata wapi? Unaweza ukaniambia hata mimi nikuandikie, lakini mimi bahati mbaya siwezi kukuandikia kwa bure. Yani hiyo ndo nataka tu nikwambie wazi, na ndio maana nimesema wazi. Mtu ukitoa somo hili sasa, mimi nataka uniandikie ile, jiandae kugharimika. Kiwango cha pesa sio kikubwa, lakini ujiandae kugharimika. Haitokuja karatasi hiyo kwako bure, kwa sababu muda utakokuwa natumia kukuandikia wewe, mimi nitakuwa nimesimamisha mambo yangu. Lakini sio lazima nikuandikie mimi, na ndio maana nikupa option kwamba kama kuna mtu ambaye jirani unajua anaweza akakuandikia kwa lugha ya Kiarabu hichi nilichokisema au nilichokufundisha, basi unaweza ukaenda akakuandikia na mambo yakakaa vizuri. Utaratibu ni huu, hata akikuandikia mtu, kazi yako ni kwenda kuifusha. Kwenye kuifusha ufanye wewe. Kuifusha katika ule ubani wa sandarusi na kutia manuizi ufanye wewe. Yeye anatakiwa tu akuandikie hiyo Qur'ani mara 5, akuandikie hizo aya 4 za mwisho za Suratul Hashri, mwisho akuandikie hamza kwa idadi ya mara 7 hapo chini. Na hiyo hamza anaandika kukuachanisha nafasi. Anaandika hamza ya kwanza, hamza ya pili, ya tatu mpaka zile 7. Baada hapo ukishafusha na manuizi, ni matumizi ya hiyo karatasi. Mwisho wa somo letu, na hapo somo hilo linapatikana kwenye ukurasa wa 95 katika kitabu cha Elimu ya Barati, kitabu cha kwanza. Katika ukurasa wa 95 utakutana na somo hilo kwa wale wote wenye vitabu. Kwa wale ambao hawana vitabu, basi itakuwa ni bahati mbaya kwao. Lakini pia wanaweza kufuata utaratibu huu. Hii clip kama hujaielewa, unaweza kurudia mara ya pili, ya tatu mpaka ya 5, ukaandika ukanotice vitu vya msingi ambavyo ni Qur'ani iliandikwa mara 5. Unaona bwana, aya 4 za mwisho za Suratul Hashri zinaandikwa mara 1 zote kwa idadi ya mara 1 tu, alafu na hamza mara 7. Ndio vitu vya msingi. Baadaye ni ubani sandarusi upatikane. Kufusha muda wowote, lakini ukiupata ule muda wa utawala wa Shamsi unakuwa bora zaidi, kwa sababu ndo utawala wa kunyenyekesha vitu. Lakini unaweza ukatumia muda wote kama haufahamu muda wa utawala wa Shamsi. Naona bwana, kwa utaratibu ndio huo. Inshallah tutakutana kwenye somo lingine, lakini tukumbuke ofa ndio inaelekea mwishoni kabisa, na huenda isitoke clip nyingine itakayoeleza tena ofa, na clip hii kawa ndio ya mwisho kabisa kuelezea hii ofa, kwa sababu mimi ofa ikishaga story tuna clip ya kukuambia ofa bado inaendelea. Ukiona tu zimeanza kutoka clip zenye hazielezi ofa, ujue hiyo ofa tayari kuisha. Kwa hiyo ni wakati sasa wa mtu kufanya maamuzi kama bado anatamani. Wale ambao walichelewa kufanya maamuzi kipindi cha awali wakiwa wanajikusanya, ni ukumbusho tu, muda umekwisha. Kwa muda ukiisha, basi inabidi mtu alipie ile 1,085,000. Hapo ndo anapata vile vitabu 12, kikiwemo hichi cha Barati namba 1, namba 2, kitabu cha Abjadi, kitabu cha Ulimwengu na Majina vituko vyao, vitabu vile vya tiba mbadala, kitabu cha Ajabu ya Mitishamba namba 1 mpaka namba 3, Mwongozo wa Tabibu na Furaha ya Ndoa. Vyote utavipata kwenye package hii, lakini ikiwa ofa imekwisha ndo inakwenda kwenye 1,085,000. Asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.